Okay, kama Dr. Emmanuel ambaye sijawahi kufeli hata siku moja. Jamani, huu ni mkorosho poli. Mara nyingi wanaitaga hizo unazoziona kama korosho ni zile ambazo ukiweka njiti ya kibiriti zinawaka. Wengi mnaionaga sana, mnaonaga sana, ila hujawahi kujua ni kwa nini unatafutwa na haupatikani. Na hata ukimwona mtu aliyeupata, kwanza kumuona huyo mtu aliyeupata mmea huu ni yani huyo muheshimu sana, kwa sababu ni mmea ambao una mira zake, lakini pia kuupata sio virahisi kama unavyofikiria wewe. Kwa hiyo wengi mnaionaga sana. Kabla sijakuelezea baadhi ya vitu ambavyo yani unatafutiwa sana, na ni mmea ambao ukiwa nao, yani ukiwa na huu hapa, kokote kule unaheshimika. Chochote kile kitu kinakuheshimu, awe mchawi, awe sijui nani. Hiki ni kitu ambacho kinaogopwa na kila mtu, awe binadamu, awe mtu mwingine wa ulimwengu mwingine. Hii ni hatari sana. Kwanza ni vitu ambavyo vinaendana na majini na mashetani, lakini pia ni vitu ambavyo una uwezo kukiseti kikishaendana na wewe, kikawa yani kina vitu vingi sana. Lakini ngoja huko kote tuhame. Ni mmea mzuri kwa wewe ambaye unahisi kinga zako za mwili haziko sawa. Ni kinga kwa mwili wako ya shiriki yoyote, mchawi yoyote hakugusi kisha apata hii kitu. Ni dawa nzuri sana kwa kumlipua mtu ambaye kakufanyia baya. Ni yani kwa kila kitu hii haifeli kama Dr. Emmanuel. Jamani, najua mnaionaga sana, ila yani siiongelei sana. Yani wewe iangalie tu kama unavyoiona. Yani uishie tu hivyo tu.